kweli kabisa. Tunamuona mtumishi huyu anajaza mamia na maelfu ya watu wanamkusanyikia, na wewe ukitazama hivyo unaweka 100% kabisa kwamba hakika pale Mungu yupo. Sikiliza, unapoona wachungaji ama waimbaji ama mikutano imejaa, makanisa yamejaa, kwenye moyo wako unasema hakika kabisa hapa kuna Mungu. Hivyo ndio vigezo vya kutambua hapo ndipo kuna furaha ya kweli, hapo ndipo kuna Mungu anafurahishwa katika madhabahu hiyo. Kama hivyo ndio sehemu ya vigezo mnavyovitoa ya kuashiria kwamba hapo kuna Mungu, nikasema basi ni sawa, nisipishane na nyinyi mpaka tukapigana ngumi, basi ni sawa. Sikia, lakini kupitia hizi ishara bado hii haionyeshi kuwa ni nabii wa Bwana na wa ufunuo amepewa na Bwana. Sikiliza, watu wakanishambulia, nasema wewe umechanganyikiwa, hauna Roho Mtakatifu, tena wewe umetoka Freemason, bado na ushetani, wewe ni mtu mjinga. Watu wakaniambia mjinga, umechanganyikiwa, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu nabii ambaye alikuwa anaitwa Nuhu. Alihubiri katikati ya watu wenye elimu ya dunia, wakasema amechanganyikiwa na amelewa Nuhu. Sikia nini nachotaka kuzungumza. Mimi ninanawa katika nchi ya Tanzania na dunia kiujumla. Ukiona mtumishi amezungukwa na maelfu wanajaa na miujiza inafanyika, watu wanafunguliwa, watu wanapona, watu wanamwona, wanasema tumemwona Bwana, na wanafurahi kutoka kwenye magonjwa, wanafurahi kutoka kwenye matatizo yao. Sikiliza, hiyo haitoshi kusema kwamba hapo kuna Mungu, haitoshi. Naomba nikwambie kitu kimoja kifupi. Shetani ni roho na Mungu ni roho. Ni Mungu ni roho, na wote hawa wanafanya katika kazi katika ulimwengu wa roho na moyo wako, na shetani ana uwezo wa kuigiza muujiza ukafanyika. Usitishwe kwamba watu mbona hawaanguki, mbona hawafunguliwi, mbona hawaanguki, mbona hawaendi chali, mbona hawaanguki na mapepo. Sikiliza, hapo kuna katika nyakati za mwisho Mungu atapaacha pana kuwa hivyo hivyo, lakini kuna Mungu wa kweli. Kuwa na watu wengi ndani ya kanisa sio sababu ya kwamba kuna Mungu na Mungu anapendezwa na hiyo ibada. Kuwa na mikutano mikubwa, kuwa maarufu, kutenda miujiza, hiyo Mungu haimpishi, ni zero mbele za Mungu, wala himstui. Kwa sababu hata nguvu ya shetani inaweza kufanya mtu akawa na watu, akawa maarufu, akawa na mvuto, akawa na uwezo wa kusoma Biblia hii, akaitumia Biblia hiyo. Na ndio maana siku ya mwisho anasema wengi walikuja kwa jina langu, watatoa pepo kwa jina langu, lakini yeye atasema ondokeni, siwajui. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mahala ambapo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, ni mwinjilisti, nipo hapa katika nchi ya Tanzania. Mungu akubariki wewe ambaye umeendelea kuniombea, na wewe ambaye umeendelea kutuma sadaka yako kwa ajili ya kunitia moyo katika huduma hii ninayoifanya. Mungu akubariki, na hilo ndio jambo la kutumika, maana kila mmoja amepewa nafasi ya kumtumikia Bwana. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu ambaye atakayeshindwa kutoa hesabu siku hiyo. Unaweza usihubiri kama mimi, lakini ukatumia fedha yako kuunga huduma hii kwa mkono wako, fedha yako, na Mungu akakubariki. Katika siku ya leo Bwana amenipa tena ujumbe ambao nataka niseme na wewe ambaye umepata nafasi. Bwana ametamani usikilize ujumbe huu. Ujumbe huu unasema furaha ya Yesu Kristo, ama furaha ya Mungu iliyokamilika kwenye maisha yako. Ni ipi? Ipo furaha ambayo unaweza ukajisikia kwenye maisha yako. Sikiliza, unaweza ukawa na furaha leo ya kupata mke, unaweza ukawa na furaha leo ya kupata mume au kupata mchumba. Furaha ziko za namna nyingi. Nisikilize nikwambie, watu wengi wanafurahia wanapoletewa zawadi. Sikia, na kuna wengine wanafurahi kwa sababu wameokoka, wengine wanafurahi kwa sababu wameponywa magonjwa ndani ya kanisa. Na katika nyakati hizi wapo watu wengi wanatafuta uponyaji kwenye makanisa yao, wapo watu wengi wanatafuta kufunguliwa, na asilimia kubwa ya watu ndani ya makanisa, ndani ya ulimwengu wa leo, wana matatizo, wana shida, wanatafuta kupata uvumbuzi. Na asilimia kubwa ya watu wanakimbizana ndani ya makanisa ili tu kwenda kupata uvumbuzi, na wanapopata uvumbuzi, maana yake ndio furaha yao kubwa kwenye maisha yao. Na wanapoenda katika mikusanyiko ya madhehebu mbalimbali, wanapokuta watumishi wa Mungu wanafundisha na kuweza kufunguliwa,
na watu wanafunguliwa. Sikiliza, hawa watu wanapopata kufunguliwa wanafurahi. Lakini nini nachotaka nizungumze katika siku ya leo? Jambo ambalo nataka nikwambie kitu kimoja. Ni kweli kabisa wewe unatafuta ufumbuzi, kufunguliwa. Na kuna watu leo wamekwenda kwenye mikusanyiko ya madhehebu, mikusanyiko ya mitume na manabii, mikusanyiko ya wachungaji mbalimbali, mikusanyiko ya mikutano na wainjilisti, mikusanyiko ya waimbaji mbalimbali. Ni kwa sababu wanatafuta uponyaji. Na wengine wamekwenda kwa sababu wanatafuta furaha, na hiyo furaha wanapoona watu wamekusanyika wengi, maelfu na maelfu, hapo ndipo wanaamini ya kwamba kuna kufunguliwa na kuponywa. Nataka nikwambie, ni kweli kabisa watu wanafunguliwa. Ni kweli kabisa utapata furaha kwa sababu ya kufunguliwa. Ni kweli kabisa tunamuona mtumishi huyu anajaza mamia na maelfu ya watu wanamkusanyikia. Na wewe ukitazama hivyo unaweka 100% kabisa kwamba hakika pale Mungu yupo. Sikiliza, unapoona wachungaji ama waimbaji ama mikutano imejaa, makanisa yamejaa, kwenye moyo wako unasema hakika kabisa hapa kuna Mungu. Kuna watu wanapoona mikusanyiko kama inavyofanywa hapa Tanzania na mataifa mengine, huyu wa Nigeria, huyu TB Joshua alikuwa anajaza watu. Nikawaambia watu TB Joshua kwamba huyu jamaa anatabiri unabii wa uongo. Wakanishambulia, wakasema wewe, huyu amefanya unabii miaka mingi na anajaza watu, wewe umeanza juzi hapa. Sikiliza, unapoona watu wamejaa hivyo ujue hapo kuna Mungu. Wengine nikawambia kuna nabii mmoja yuko pale Nigeria. Yule Nigeria anaitwa sijui nani yule, Bushiri, anajaza watu. Kunako baadhi ya nabii ambazo ametabiri. Nikawaambia watu, huyu kutokana na nabii anazotamka zingine hazitimii, basi huyo sio Mungu na sio nabii wa Mungu wa kweli. Watu wamenishambulia na nikajaribu kuzungumza. Nimerudia sana habari hapa Tanzania, habari ya nabii kuna mtu mmoja anaitwa Mamposa. Nikasema kutokana na ujumbe anaoutoa, anajiita Mamposa Bulldozer. Nikasema kutokana na maandiko yanavyosema mtawatambua kwa matendo yao. Matendo yao ni kwenda kinyume na maandiko matakatifu. Nikawaambia kwa ishara hii, kwa matunda haya ni yanatuashiria huyu hajatumwa na Bwana. Mamposa wakasema wewe umechanganyikiwa, huyu mtu kadiri unavyomwongelea ndio watu wanavyomkimbilia, na watu wanafika pale wanapona, wanafunguliwa magonjwa, waliokuwa na kisukari na wenyewe wanapona, na wenyewe wanafanyaje? Nikasema sawa, kwa sababu ndio mmeona hivyo kwamba anavyojaza watu na watu wanajaa na watu wanafunguliwa. Ni kweli miujiza inafanyika kwa Mamposa, ni kweli ni watu wanafunguliwa, ni kweli ni watu wanapokea uponyaji ambao labda kuna kisukari, watu wanashuhudia. Ni kweli, ni kweli Mamposa wanatoa shuhuda hizo ambazo mnazozisema. Ni kweli, huenda ni kweli watu wanapona. Ni kweli, ndio ni kweli. Acha nikubali ni kwamba ni kweli. Nikazungumza habari ya Jodevi pale Arusha. Nikamwambia kwamba namna ya ibada inavyoendeshwa, namna watu wanagawiwa pesa, watu wanagawiwa magari, kwamba wanakwenda pale sasa hivi ni kwa sababu ya kwenda kutafuta zile pesa, hawaendi katika ibada. Maana yake kuna viashirio ya kwamba ile madhabahu haiko sawa na Mungu. Watu wakanishambulia, umechanganyikiwa, huyu mtu ana watu wamejaa pale, wanafunguliwa, wanabarikiwa, wanakwenda hapa, imekwenda imerudi. Nikasema haina shida, haina shida, haina shida. Kama hivyo ndio vigezo vya kutambua, hapo ndipo kuna furaha ya kweli, hapo ndipo kuna Mungu anafurahishwa katika madhabahu hiyo. Kama hivyo ndio sehemu ya vigezo mnavyovitoa ya kuashiria kwamba hapo kuna Mungu, nikasema basi ni sawa, nisipishane na nyinyi mpaka tukapigana ngumi, basi ni sawa. Sikia, nikasema habari ya Suguye aliyeitisha watu walete kucha, walete nywele, waweke kwenye kitambaa, wapite kwenye kisima cha mpenyo. Nikawaambia sikiliza, hata kama amewaita na watu wanaenda kupona, ni kweli utapeleka nywele utapona, ni kweli utafunguliwa, ni kweli utapita kwenye kisima cha mpenyo utapona, ni kweli utafunguliwa na furaha yako itakuja, na kesho kutu atafanya ufunuo mwingine. Nikawaambia lakini kupitia hizi ishara bado hii haionyeshi kuwa ni nabii wa Bwana na wa ufunuo amepewa na Bwana. Nikasema hivyo.
Sikiliza, watu wakanishambulia, wakasema wewe umechanganyikiwa, hauna Roho Mtakatifu, tena wewe umetoka Freemason, bado na ushetani, wewe ni mtu mjinga. Watu wakaniambia mjinga, umechanganyikiwa, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu nabii ambaye alikuwa anaitwa Nuhu. Alihubiri katikati ya watu wenye elimu ya dunia, wakasema amechanganyikiwa na amelewa Nuhu. Sikia, nikasema sawa, nitukaneni, sawa, na hata sasa watu wanaendelea kunitukana, sawa. Sikiliza, kazungumzia habari ya kuhani Musa, habari ya kuhani Musa. Nimezungumzia kidogo ya kwamba kuna mafundisho kadha wa kadha ambayo yanafundisha yako kinyume na Biblia, hususani juu ya kwamba unapokula nyama, unapokula chakula msibani, maanake unakula marehemu, unakula mwili wa marehemu, maanake wewe ni najis. Unatakiwa kununua mafuta, unachukua, ana maji ameyatengeneza hapo kwenye kanisa lake, yapo maji ya kuosha watu wanaoenda msibani ili kujitakasa. Maana unapokula msibani tayari utapatwa na laana, utapatwa na magonjwa, biashara itaharibika, utaota njozi za kufa, utaota marehemu. Sikiliza, nikawaambia sawa, lakini sikiliza nini nachotaka kuzungumza. Mimi ninanawa katika nchi ya Tanzania na dunia kiujumla. Ukiona mtumishi amezungukwa na maelfu wanajaa na miujiza inafanyika, watu wanafunguliwa, watu wanapona, watu wanamwona, wanasema tumemwona Bwana, na wanafurahi kutoka kwenye magonjwa, wanafurahi kutoka kwenye matatizo yao. Sikiliza, hiyo haitoshi kusema kwamba hapo kuna Mungu, haitoshi. Naomba nikwambie kitu kimoja kifupi. Shetani ni roho na Mungu ni roho. Ni Mungu ni roho, na wote hawa wanafanya kazi katika ulimwengu wa roho na moyo wako, na shetani ana uwezo wa kuigiza muujiza ukafanyika. Sikiliza, kwa Musa alipotuma kwenda kule Misri, alipofika Misri akafanya miujiza aliyotuma na Mungu, na Farao kwa wachawi wake wakatenda miujiza. Musa alipotoa nyoka na Farao akatoa nyoka. Musa alipofanya kitu fulani na yeye Farao akafanya kitu fulani. Maana shetani ana uwezo wa kuigiza muujiza ukafanana kama na wao. Sikiliza, kwa hiyo kigezo cha miujiza kisikubabaishe. Ndio maana ninapokuambia habari ya kujaza watu, habari ya kupata watu wanapona, wanafunguliwa, hicho sio kigezo cha kuamini hapo kuna Mungu. Na kuna sehemu nyingine watu hawatafunguliwa kabisa, lakini kuna Mungu. Usitishwe kwamba watu mbona hawaanguki, mbona hawafunguliwi, mbona hawaanguki, mbona hawaendi chali, mbona hawaanguki na mapepo. Sikiliza, hapo kuna katika nyakati za mwisho Mungu atapaacha panakuwa hivyo, lakini kuna Mungu wa kweli. Sikiliza, katika maandiko matakatifu yanaelezaje? Luka 10 na ule mstari wa 20. Hawa kulikuwa na wanafunzi. Hao wanafunzi Yesu alikuwa nao duniani. Kuwa na watu wengi ndani ya kanisa sio sababu ya kwamba kuna Mungu na Mungu anapendezwa na hiyo ibada. Kuwa na mikutano mikubwa, kuwa maarufu, kutenda miujiza, hiyo Mungu haimpishi. Ni zero mbele za Mungu, wala himstui. Kwa sababu hata nguvu ya shetani inaweza kufanya mtu akawa na watu, akawa maarufu, akawa na mvuto, akawa na uwezo wa kusoma Biblia hii, akaitumia Biblia hiyo. Na ndio maana siku ya mwisho nasema wengi walikuja kwa jina langu, watatoa pepo kwa jina langu, lakini yeye atasema ondokeni, siwajui. Hapa kuna mitume ambao walikwenda, wamepewa kazi na Mungu, wakafika huko, wakatenda miujiza, wakaombea, wakakemea pepo, watu wakawasifia, mapepo yakawakimbia alipotamka kwa jina la Yesu. Wakina Petro, wakina Yohana, wakina Matayo, wakina Yakobo, wakina Zakayo, walipofika kile kipindi, walipotuma na Yesu katika kipindi ambapo Yesu alipokuwa duniani, alikemea, wale mitume wakakemea, wakahubiri na wakaponya wagonjwa, na walipoponya wagonjwa wakakemea kwa jina la Yesu, halafu wakafurahi. Sasa walipofurahi kuona watu wanawazingira, kuona watu wanajaa, kuona watu wanawafuatilia, kuona watu wanawasikiliza, kuona watu wanawaheshimu, wanapotamka wanataja kwa jina la Yesu. Lakini sikiliza, wakaja kwa Yesu. Walipotoka kuifanya ile mikutano, wakafika kwa Yesu, wakamwambia Yesu, tunafurahi Bwana, mapepo yanatutii tukitamka kwa jina lako, mapepo yanatoka tukitamka kwa jina lako, kansa zinakauka tukitamka kwa jina lako, watu wanafunguliwa. Akasema hiyo sio furaha yangu, sio furaha yangu. Akawaambia msifurahi kama hivyo mnavyofurahia, furahini kama majina yenu yameandikwa mbinguni. Sikiliza, Yesu aliwaangalia wanafunzi wanafurahia kutiiwa na mapepo,
kuheshimiwa na mapepo. Wanapotaja kanza zinakauka, wanafunzi wakafurahi. Wapo wachungaji leo na wapo watu wengi leo wanapoona ya kwamba watu wamejaza, wapo watu mbalimbali wanapoona watu wamejaa, wanafungua miujiza, wanaamini hapo ndio kuna Mungu, na Mungu anafurahia hizo ibada, na Mungu wanaamini kama Mungu amewachagua. Sikiliza, unaweza ukatoa miujiza, ukafanya miujiza na Mungu hajakuchagua. Nataka nikwambie, wanafunzi wakafurahia kutiiwa na mapepo, kuangusha mapepo, kukausha kansa kwa jina la Yesu. Lakini Yesu akawaambia, msifurahi kwa sababu hiyo, furahini kama majina yenu yameandikwa mbinguni. Nataka nikuulize, furaha yako ni kuwa huduma yako ni kubwa? Lakini hao mamia na maelfu majina yao hayajaandikwa mbinguni. Ni kweli unawafungua, ni kweli wanapata uponyaji, ni kweli kabisa wanapata kufunguliwa, kanza zinakauka kwa jina la Yesu. Lakini kabisa matatizo yao, wanapata magari, wanajenga majumba, unawatabiria unabii kama jinsi unavyoelezea. Lakini swali nataka nikuulize, injili unayowapa pamoja na maombezi, je, majina yao yameandikwa mbinguni? Injili yako inawapa uzima wa milele? Miujiza yako hiyo inawasababisha kuona uzima wa milele? Je, au hawa watu wanapokuwa tayari umeshawaombea na ndipo wanaondoka, hawana chochote, hawana tena habari na wewe, hawana habari na huyu Yesu, wamekuja kufuata miujiza? Injili yako inawaonyesha watu kwenye msalaba? Hiyo miujiza sio sababu ya Mungu kumfurahisha. Hao watu wamejaa kwenye huyo nabii, sio sababu ya kwamba hapo Mungu anafurahishwa, sio kwa sababu hapo ndipo Mungu ndipo anajitukuza. Hiyo ndio sababu, sio sababu kwamba miujiza hiyo inatoka kwa Bwana. Miujiza hiyo inayotendeka, kanisa hilo lililokusanyika na watu maelfu ya manabii wanapojaa, sio sababu. Tafuta mahala, hata kama wanasali kwa vumbi, mabati, wanasali kwenye mabati, wanasali sehemu ambapo imechakachaka, lakini kuwe na mafundisho ya kweli yanayokusababisha kukupa uzima wa milele. Acha kufata mkumbo eti kwa sababu kuna huku kunaenda, kwa sababu Maposa anajaza, kwa sababu Suguye, kwa sababu si ya mtu fulani fulani, kwa sababu. Sikiliza, hivyo sio sababu kwamba Mungu hapo yupo. Hizo sio sababu. Mimi nazungumza ule ukweli. Chukia usichukie, kama kumekinzana na Biblia, Mungu yani haangalii miujiza. Mungu hawaji watu, Mungu anaangalia utakatifu. Jina lako limeandikwa mbinguni, na ndiyo hichi nimezungumza kwa Suguye. Je, anawaambia hiyo miujiza ni sawa? Je, hiyo injili ya Suguye inawapeleka watu kwa Yesu Kristo? Maanake kwamba watu wanamuona Mungu. Je, anawaambia habari ya majira tulionayo? Je, anawaambia habari ya dhambi? Je, anawaambia habari ya kujiandaa? Je, anawaambia habari ya matengenezo? Au unabii ule utamsaidia mtu kuona uzima wa milele? Unabii au msaidie mtu? Haya, nikazungumza habari ya Maposa. Je, mafuta hayo yanawasababisha watu kwenda mbinguni? Je, watu wanapojaa hivyo, hao watu maelfu na maelfu, je, anawaambia habari ya matengenezo? Anawaambia habari ya kumjua Yesu Kristo, ya kuyajua majira haya, majira ya kujitakasa, majira ya dhambi, majina yao yaandikwa katika uzima wa milele? Au miujiza inayotendeka hiyo ndio wanaifuata, lakini hawamtaki Yesu Kristo? Kuna wapagani wanakwenda pale, lakini wanafuata miujiza. Nilizungumza hivyo, sikumkandia Maposa. Kwa nilizungumza habari ya kwamba hao maelfu wanaokusanyika hapo, kuna injili yenye kugusa mioyo yao, watu wazitubu dhambi, au wamefuata miujiza, au wamefuata magari, wamefuata kubarikiwa, wamefuata kuinuliwa. Wamejaa hapo kwa sababu gani? Aya, kule Nigeria kwa TB Joshua, je, wanajaa kwa sababu gani? Wamejaa kwa sababu gani? Huyu marehemu walikuwa, niliwaambia, je, walikuwa wanajaa kwa sababu gani? Ili miujiza kwa TB Joshua inayofanyika, au kwa sababu ya nini? Nikamwambia pale kwa nabii Bushili, je, kuna matengenezo? Je, kanisa linatengenezwa kuanzia mwilini na rohoni? Je, kuna watu ambao wanaambiwa mafundisho ya kuja kwa Yesu mara ya pili, kujitakasa na kujiandaa waupate uzima wa milele, au wanafuata miujiza na kushangilia? Rafiki yangu, nataka nikwambie, furaha ya Yesu sio watu kujaa. Furaha ya Yesu sio wewe kufunguliwa. Furaha ya Yesu sio kupona kwenye magonjwa yako tu.
Furaha ya Yesu sio upate magari. Furaha ya Yesu ni kuona unaupata uzima wa milele. Majina yako yameandikwa katika kitabu cha uzima, na watumishi wa Mungu wa kweli furaha yao ni kukueleza habari ya uzima wa milele, ni kuokoka na kugeuka kupata uzima wa milele, sio sehemu ya miujiza. Watumishi wa kweli hawahangaiki na miujiza, na watu wanaotumikia Mungu wa kweli, sababu ya miujiza ni swala la Mungu kupenda ama kutokupenda. Mungu atende miujiza ama asitende. Kama mtu amempokea Yesu na akishampokea Yesu, maswala ya Mungu kumbariki mtu ni maswala ya uamuzi wake. Maswala ya kumuinua mtu ni maswala ya uamuzi wake, na Mungu anapoona wewe hujafaa muda wa kubarikiwa, hata kubariki mpaka ukae sawasawa. Furaha ya Mungu upate uzima wa milele. Nikutakie neema, nikutakie baraka. Tafuta kuabudu mahala ambapo watu wanaifundisha kweli ya Mungu inayokupa uzima wa milele. Usitafute sehemu ambapo wanapata tu miujiza, ambapo wanapokea miujiza. Sijui watu wanakusanyika, wanajaza uwanja, wanatenda miujiza, kansa zinakauka. Tena ndio siku hizi watu wanakuambia kwa Yesu kansa inakauka, kwa jina la Yesu magonjwa yanatoka. Sikiliza, kutoka kansa ikukauka sio sababu. Sijui kutoka kwenye masikini sio sababu. Vyote hivyo shetani nyakati hizi atavifanya kwa lengo la kuwakamata watu, na ndio maana ameinua mitume na manabii wa uongo, na watu wanafata kwa sababu hiyo. Na injili ya kweli ambayo ni ya kweli inatukanwa, inaonekana kana kwamba inazalilisha, inatukana watumishi. Lakini nataka nikwambie, usiende mahala kwa sababu ya kwenda kufunguliwa. Usimtafute Yesu kwa sababu ya mikate. Hiyo ni dini ya unafiki, dini ya kutafuta mikate. Hata kipindi hicho Yesu alimfuata kwa sababu ya mikate. Kuna watu wako mahala kwa sababu kuna miujiza, kwa sababu kuna mikate, kwa sababu kuna chakula, kwa sababu ya ndoa. Mfuate Yesu kwa sababu kuna uzima wa milele, uzima wa milele. Hiyo ndio furaha ya Yesu Kristo iliyokamilika kwenye maisha yetu ya nyakati hizi. Mtumishi wa Mungu, wahimize watu wampe Yesu maisha yao, wauone uzima wa milele. Fundisha mafundisho ya kweli ya Yesu Kristo wa Nazareti. Na Yesu wa Kristo sio wa mafuta, sio wa chumvi, sio wa vitambaa, sio wa chupi za ndani, sio wa vitu mbalimbali, makopokopo, makolokolo. Yesu wa kweli anajitegemea, ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti aliyekufa msalabani, asiyeweza kusaidiwa na chochote. Huyo ndio Yesu Kristo. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo, unapomtafuta Yesu na uzima wa milele, maana hiyo ndio furaha iliyokamilika kwa Yesu Kristo.